You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Ongea mwenyewe. Zungumza mwenyewe. Vile upendavyo Bwana. Na yale tu ambayo umenijalia kuyasema ndio uyaongee. Mengine yote niachie mimi, maana ni kwangu nilijiandaa mwenyewe. Katika jina la Yesu Kristo, na achilia neema yako na uzuri wa uaminifu wako utembee katikati yetu. Amen. Amen. Mama kaa. Leo tutasoma Biblia tukiwa tumekaa kwa sababu ya namna ninavyokwenda kuzungumza. Asubuhi ya leo, kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia ibada zetu, tumekuwa na somo linaloendelea linalosema, lilobeba ujumbe, kwa nini watakatifu wanateseka. Somo hili nilisema ni refu, kwa hiyo sijalimaliza bado. Kwa nini watakatifu wanateseka? Lakini utanisamehe kwa sababu ya nature ya siku yenyewe. Mungu ameniruhusu niseme ujumbe mwingine ambao huu ninaousema, ambao tulishauanza, utaendelea kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninataka kuongea ujumbe mwingine. Leo nataka kuzungumza tu kwa habari ya wokovu wa Bwana. Wokovu wa Bwana. Haleluya. Haleluya. Hebu nisikie amina iliyoshiba. Haleluya. Leo nataka nizungumze kwa habari ya wokovu wa Bwana. Kisoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 3. Kutoka sura ya 3. Utaona Mungu anaongea na Musa. Mungu anazungumza na Musa, mtu ambaye alizaliwa utumwani. Na kuishi kwake huyo mtu kukawa kwa taabu sana kwa sababu ya mazingira yalipozaliwa. Mtu huyo aliyezaliwa utumwani akakaa miaka 40. Akiwa katikati ya mji ambao hakuelewa Mungu anaandaa nini. Baadaye akakimbia kutoka kwenye ule mji. Akaenda tena. Akaishi miaka 40 kwenye ukimbizi, akiwa amewaacha watu wake na wazazi wake. Akatulia kule miaka 40 mingine. Na wakati huo Musa anamangamanga na kutaabika. Tayari wana wa Israeli walishakuwa Misri, kwa sababu walizaliwa kupitia wana wa Israeli. Walishakuwa Misri. Wako Misri utumwani. Sura hii ya 3 tunaona Mungu anazungumza na Musa. Na anaongea na Musa kwa ajili ya watu wa Mungu. Haongei na Musa kwa ajili ya kitu kingine. Anazungumza, Mungu anazungumza na Musa kwa ajili ya watu wake. Hebu naomba unisomee 3:7 kitabu hicho cha Kutoka. Amen. Kutoka 3 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Akasema hakika maana yake ni kitu kisichokuwa na wasiwasi. Nami Mungu aliyaona mateso ya watu wake. Hakika wakati wana wa Israeli wako utumwani, Biblia haisemi kwamba wana wa Israeli walimlilia Mungu. Lakini Mungu anasema amesikia kilio chao. Na Mungu anaposema nimesikia kilio chao, anaendelea anasema nini? Anasema kwa sababu ya wasimamizi wao. Kulikuwa na sababu ya Mungu kusikia kilio. Wako watu waliokuwa wanawasimamia wana wa Israeli. Na wakiwa katika
yako mambo ambayo Mungu yalimfanya ajue watu wangu wako kwenye mateso na wanalia, wanataka kutoka kwenye mateso. Mchungaji, naomba nisikushike, naomba umalizie, endelea mbele. Mstari wa 8 anasema, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Naomba ushikilie hapo. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Sikiliza. Huwa ashuki hivi tu. Huwa ashuki tu hivi. Huwa anashuka kwa sababu kuna mtu kamshusha. Kwa sababu makao ya Mungu ni mbinguni. Hapa duniani Bwana ameweka miguu yake tu, lakini mbinguni ndiko anakokaa. Lakini mtu mmoja anapokwenda kumgusa Bwana anashusha mbingu, anakwenda kwa ajili yake ili amuokoe. Na mchana wa leo nataka kuongea wokovu wa Bwana. Wokovu wa Bwana. Wana wa Israeli wakiwa hapo Misri, Biblia inasema ya kwamba wakateswa mengi, wakapigwa sana, wakajenga nyumba zisizokuwa za kwao, wakajenga uchumi usiokuwa wa kwao Misri pale. Na wale watu waliokuwa wanawasimamia pale, mwanzo hawa jamaa walikuwa na burudani. Unajua nikitaka kuongea historia nzima ya safari ya wana wa Israeli, ndio nilikuwa nataka kuhangaika nayo hiyo. Nikasema nitakesha. Ni semina, nitashindwa kutoka. Nimeacha nina safari ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu wa Mungu wakiwa Misri wamejaa mateso, wamejaa huzuni, wamejaa taabu, lakini wako Misri kwa sababu walikwenda Misri kwa sababu ndani ya nchi yao kuliingia njaa, kukaingia taabu. Maana yake wao wanaitwa watu wa shida. Wanaitwa watu wa shida. Kulikuwa kuna shida huku, lakini pia wakaenda Misri wakakutana na shida zingine. Wakati wanakwenda Misri, walikwenda na baba yao. Wakaenda Misri, wakamkuta yule mtu ambaye walimuuza kwa bei rahisi sana. Wakasema tunakuuza wewe jamaa. Wakamuuza kwa Wafilisti. Walipomuuza kwa Wafilisti, kwa Ishmaeli, walipomuuza yule jamaa, akaenda kuandalia mahali pa wao kufikia, bila wao kujua, bila wao kutambua, bila wao kuelewa. Walipokwenda Misri mara ya kwanza, wakamkuta Yusufu yupo, na wanamkuta Yusufu akiwa na historia ya ajabu, historia ambayo hakuna mtu yoyote anaweza simama kinyume na Yusufu. Yusufu akiwa Misri, mfalme anamkubali, taifa linamkubali. Yusufu ni waziri mkuu ndani ya taifa la Uajemi. Yusufu akiwa huko, Biblia inasema ya kwamba Yusufu akawa huko. Alipokuwa huko, jamaa wakaanza safari, maana kwenye nchi yao njaa imeingia. Wakaanza safari kutoka kwenye taifa lao kwenda kumtafuta Yusufu alipo, maana anakimbilia mahali kwenye chakula. Wakaingia Misri. Walipoingia Misri, Biblia inasema ya kwamba wakapokelewa pale, wakaanza kukaa. Biblia haituonyeshi wale jamaa Yusufu akiwepo kwamba walipata taabu. Biblia inasema ya kwamba yule mfalme ambaye alikuwa hamjui Yusufu, alipochukua nafasi ndipo taabu ilipoanza. Na maana yake nini? Uwepo wa Yusufu ulikuwa umeleta amani kwao. Na wale jamaa wakajisahau. Maana unajua walienda watu wangapi kama unakumbuka? Watu 70 tu walienda. Walienda 70 tu. Wale jamaa walikuwa wanazaana asubuhi na mchana. Walikuwa vizuri kwenye uzao. Wana wa Ibrania walikuwa vizuri kwenye uzao. Ndio maana kina Musa wanaweka kwenye visafina, maana wanazaliwa ovyo ovyo. Walikuwa wanazaana kweli kweli. Na ndio maana mimi nawashangaa sana. Wewe si ni Mwebrania wewe? Wewe si ni Mwebrania? Unazuia kuzaa nini sasa? Haya. Vinatosha viwili tu. Mimi nimemwambia mama, havitoshi.
Waje na wengine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mimi ni Mwebrania. Na wakati namuoa Esther nilimwambia 8. Nilimwambia 8 lazima wasalimu. Sasa Bwana akaona speed governor ya huyu jamaa pamoja na maombi yake, mke wake ajifungue kwa Yesu. Speed governor yangu nilipigwa hapo. Naenda kumuuliza daktari na kuaje, ananiambia mchungaji, mtoto wako haumwi wala mke wako haumwi, lakini mtoto wako ana kilo 5 na pointi 8. Utamruhusu atokee njia kawaida, utamuua mama. Niruhusu nimtoe kwa njia nyingine. Nikamwambia mzee, hebu subiri nione. Nikasema baba, wewe unapunguza uzito. Nani kwa nani punguza uzito? Kwenda kucheki yuko vile vile. Nikasema nisije nikaua mke. Unaojiga. Baba, endelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikafungwa spidi gaba kidogo bana. Sasa hivi angekuwa na 4 au 5. Sasa unasema mzee unatufundisha nini? Mbona unafundisha wewe? Tutateseka nyumbani wenzio ambao hatuna kisu. Lazima uwe na akili, mpende mke wako. Sio asubuhi umejaza, asubuhi tena umejaza. Lazima na upendo utembee. Bwana Yesu asifiwe. Wakaendelea kuzaana, wakaendelea kuongezeka. Walipoendelea kuongezeka, wale jamaa wakawa na wasiwasi kwamba hawa watu watakuja kututawala. Wakaanza kuua watoto wa Kiebrania. Wakaanza kuwaua. Kamata na uwa. Kamata wazaliwa wa kwanza. Kamata watoto wa kiume. Wanaua. Musa akafichwa. Kumbe Musa alikuwa anaandaliwa. Akafichwa kwenye safina. Alipofichwa kwenye safina, mtoto wa mfalme anatembea, anakuja kukutana na kisafina, anakiokota kisafina kile. Anasema huyu mtoto mbona mzuri sana. Kwa nini katupwa huko? Kajitwisha kaenda kapeleka nyumbani kwake. Kumbe aliyezaa ndio huyo anayefanya kazi kwake. Mama anafika kule anaambiwa, huyu mtoto tumeokota. Mama anakabidhiwa mle. Kumbe mama ana nyoyo ya kumwagia mafuta. Kumbe mama ana uwezo wa kuendelea kunyonyesha. Nisikilize nikwambie, mkono wa Bwana unapotenda kazi, kuna mambo mengine unaweza usielewe. Wakati huu unaweza ukaona kama giza, lakini Mungu yuko kazini, anashughulika na maisha yako. Atakuacha uangalie, atakuacha uteseke. Nakwambia Mungu yupo. To cut the story short, niende mbele. Musa akaandaliwa na Mungu. Navunja ushuhuda huo kidogo wa kibibilia. Naenda mbele. Musa akaandaliwa na Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli. Musa alipoandaliwa na Mungu ni kwa sababu ya kwenda kuwatoa kutoka utumwani, mikono ya utumwa. Sikiliza, naomba nielewe. Hawa jamaa walikuwa Misri. Wako chini ya mamlaka inayotenda na kuamua juu yao. Hawawezi kuamua isipokuwa mamlaka hiyo imeamua. Mungu akatambua ya kwamba watoto wangu wanahitaji kutoka. Wanahitaji kwenda mahali ambapo watajiachia. Wanahitaji kuishi maisha ambayo mimi nitatukuzwa nayo. Wanahitaji kuniona mimi kwamba ni Mungu ambaye niliwaumba na ninawapenda na ni taifa langu, watoto wangu. Mungu akamwandaa Musa. Mungu alipomwandaa Musa, sura ya 3 akamwambia kwa nini amemwandaa. Akamwambia Musa, ninakuita uende sasa Misri, uwachukue watu wangu, kwa maana mimi nimeona mateso yao na kilio chao kimenifikiria. Na vile ambavyo wasimamizi wao wanawanyanyasa mimi nimeona. Musa, nenda uwachukue watu wangu kutoka Misri. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa akajitetea, sitaki kuingia huko, sio muda wako. Musa akajitetea. Akajaribu kuangalia uwezo wake wa kuingia kwenye ufalme, na juzi nilisema ufalme ni tafsiri ya ufalme ni isiyoshindwa. Akawaza
kwenye ule ufalme ule ambao una mamlaka zote na una nguvu zote, na ninakwenda kuwachukua watu, sio mmoja, kundi la watu. Nitaongea maneno gani? Musa akaangalia uwezo wake akaona sitaweza. Maana uwezo wangu mimi wa kwenda kuwachukua ni waongoza kuelekea kule unakosema ni mdogo. Uwezo hata kuongea na kushawishi si. Sikiliza nikwambie. Hautakuwa na uwezo wa kushawishi ndio. Hautakuwa na uwezo wa kuongoza ndio. Lakini nataka nikwambie Zerubabel anasema si kwa uwezo, si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wa Bwana kila jambo linawezekana. Haleluya! Musa akajichunguza akaona haya siwezi. Haya mambo magumu siwezi. Mungu akanambia, Musa usiogope, mimi nitakwenda na wewe. Na ishara ya kukuonyesha kwamba niko na wewe. Bwana asifiwe. Amen. Utakapokwenda kule sio maneno tu na matendo yatafuatana nawe. Na utadhihirisha kwamba mimi ni. Musa akamwelewa Mungu. Musa alipomwelewa Mungu akaondoka kwenda Misri. Alipofika Misri, Biblia inasema Musa akaanza kufanya manuva ili jamaa watoke. Amen. Ikashindikana kutoka kiurahisi. Mungu akasema na Musa, akamwambia fimbo, alafu niwaonyeshe kwamba hawa mimi ni nani. Musa akatii, akachukua fimbo. Sehemu nyingine anasema Biblia akamwambia Haruni akatupa fimbo. Sehemu nyingine anasema fimbo ya Haruni ikatupa. Mimi nakwambia fimbo ya Mungu. Amen. Ndio kwa mkononi mwake. Akaitupa. Alipoitupa ile fimbo ikageuka nyoka. Farao akamwambia, wewe hizi biashara ndogo hizi waganga wakati ujamana kuba nyoka na nini fimbo igeuka nyoka ndio mkwala wake. Mwonyesheni mambo afu mimi nakaa huko pembeni. Zikatupwa nyoka kibao. Alafu kumuonyesha advertise Musa kwamba mimi ni wa upande mwingine. Mungu akamwambia ngoma yako sasa ndio misosi yake hii. Sikiliza nikwambie, kuna vitu adui atakuonyesha kana kwamba wewe huwezi tena kwenda, alafu utaanza kuogopa. Kumbe Mungu ndio anaandaa unenepeje kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Maana wewe sio wa kawaida na hautakuwa wa kawaida. Wewe ni wa tofauti, maana unatembea na Mungu na kusudi la Bwana liko ndani yako. Haleluya! Nyoka wale wa jamaa yule Farao wakamezwa. Nyoka wako wewe sio kawaida. Yes. Unapotembea naye ni fimbo, lakini nataka nikwambia anaweza kugeuka kuwa nyoka. Yes. Na anapogeuka kuwa nyoka lazima kuwe kuna nyoka wanaotaka kupigana na huyo nyoka. Otherwise hawezi kugeuka, atakuwa ni fimbo tu. Haleluya! Haleluya! Kuongea kwa habari ya wokovu wa Yesu. Wokovu wa Yesu. Wale jamaa wakashangaa. Waliposhangaa wakakaa kikao. Walipokaa kikao wakaona isiwe tabu. Tumruhusu jamaa aende. Tumruhusu aende. Maana siendi kwenye mapigo. Chana na mapigo huko tutapoteza Mungu. Tunakwenda kwenye kuruhusiwa aende. Kuna mahali ya kwenda. Kama mruhusuni aende, maana haya mambo yote nani anaweza haya? Ruhusu aende. 10 plagues happened. Mapigo 10 yalitokea pale. Bwana asifiwe. Alafu wakaruhusiwa kuondoka. Waliporuhusiwa kuondoka, safari ikaanza. Hapo ndipo nilipo. Hapo ndipo nilipo. Hapo ndio kwenye ujumbe. Hapo ndipo nilipo. Huko kwingine huko hapa ndio ninakwenda. Safari ikaanza. Wakaambia Bwana sasa fungeni virago kila kitu, na hata huyu ndugu yetu Yusufu aliyekufa na mifupa yake tunabeba. Maana walibeba na mifupa.
Haleluya. Haleluya. Tuende 14 Kutoka. Hapo ndio nataka niishie hapo sasa. Wakaanza safari. Bwana Yesu asifiwe. 14 Kutoka 13. Au anza ule mstari wa kwanza. Kutoka 14 mstari wa kwanza. Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi-Hahiroti kati ya Migdoli na bahari, kati ya Migdoli na bahari, kukabili bahari Sefoni, kukabili bahari Sefoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema katika habari, naomba usikilize maandiko. Naye Farao atasema katika bahari za wana wa Israeli. Katika bahari za wana wa Israeli wametatanishwa katika nchi. Rudia tena. Wametatanishwa katika habari za wana wa Israeli. Tena wametatanishwa. Sikiliza hapo kwanza, hapo wametatanishwa. Kutatanishwa kwanza tuseme kidogo. Wametatanishwa maana yake wamechanganywa. Tuendelee. Ile jangwa imewazuia wasitoke. Nisikilize, wanazunguka, wako jangwani. Umeshaiona? Wako jangwani. Wanazunguka wakiwa jangwani. Wako jangwani. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao. Sasa Mungu anaanza kuongea kitu kingine hapo. Hawa jamaa waliotatanishwa hawa, kulikuwa na sababu. Kuna kitu Mungu anaanza kukiongea hapo kingine hapo. Naye atafuata nyuma yao. Yes. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao. Na kwa jeshi lake lote. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia. Na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu. Unajua waliwaruhusu waondoke, alafu finally hawataki tena waende. Kwa mioyo inageuka kuwa kinyume na wao. Nao wakasema, hapo ndio tunapotaka. Ni nini jambo hili tulilolitenda? Sikiliza, wanajutia kuwa ruhusu wana wa Israeli waondoke mikononi mwao. Kwa sababu gani? Anasema kwa kuacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena. Sikiliza, kwa kuacha wana wa Israeli waende zao wasiendelee kututumikia. Kataa kutumikia wewe. Sikiliza, kataa kutumikia na wewe. Kataa kutumikia. Kuna watu wanatumikishwa, unaendelea kutumikishwa na unaendelea kuabudu kutumikishwa na unaendelea kujiona kwamba uko sawa. Nisikilize nikwambie, Bwana alikuruhusu ujue kweli ili kweli kuweke huru. Kweli inapoweka huru, uongo wa shetani unaondoka. Neema ya Bwana inaingia na ukombozi wa roho unaingia. Bwana hataki uendelee kuwa mtumwa. Bwana anataka umeleke na kutawala. Maana alikuja kukomboa kutoka mikono ya watu. Bwana asifiwe. Mstari wa 7 anasema tena akatwaa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Wamisri na maakida juu ya magari hayo yote. Na Bwana akaufanya moyo wa Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu. Naye akawafuata wana wa Israeli kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Wamisri wakaufuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakapata hali wamepanga pale karibu na bahari.
karibu na Pi-Hahiroti, ukabili bahari Sifoni. Ndio. Mstari wa 10 nasema hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Hapo shikilia. Hapo shikilia. Unajua Musa, naomba tuende taratibu hapa. Musa alipoanza safari na wana wa Israeli, akaanza kuwatembeza kuelekea Kanaani. Kwanza walikutana na jangwa. Jangwa ni sehemu isiyo na uhai, ni ardhi na eneo lisilo na uhai. Tafsiri ya jangwa: jangwa huwezi kupanda mwingi jangwani. Jangwani huwezi kwenda kuvuna matunda. Jangwani huwezi kufuga mnyama. Jangwani wanaishi wanyama wa aina moja tu, ambao hao nao huwa wanakwenda kutafuta mahali maji, wanajitunzia kwa miaka fulani kwa uumbaji wa Mungu, ndio wanaendelea kuishi pale, ambao ni ngamia. Kwa hiyo wakiwa wanatembea wako jangwani. Jangwani hakuna msaada. Jangwani hakuna neema. Jangwani hakuna vivuli. Jangwani kuna taabu tu. Halafu wanaangalia huku kushoto, wanaona kuna mlima. Wanaangalia kulia, wanaona kuna milima. Kwa hiyo hawa watu, ukitaka kuwatafsiri vizuri, katika hali hiyo ya safari yao, jambo moja ambalo lilikuwa ni rahisi kulifanya, maana mbele kuna bahari, kushoto kuna mlima, kulia kuna mlima, walipo ni jangwa. Kwa jambo la msingi la kufanya kwa ajili ya ukombozi wao ilikuwa ni kufanya nini? Kurudi walikotoka. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni nini? Kurudi walikotoka. Kwa sababu mbele kuna bahari, kulia kuna mlima tuwezi kuvuka, kushoto kuna mlima tuwezi kwenda, na hapa tulipo ni jangwani, hakuna msaada wowote. Hasa jambo linalokuja hapa ni kurudi tulikotoka. Bwana asifiwe. Twende mchungaji. Anasema wakamwambia Musa, nisikilize sasa, hapo ndo nilipo. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Hapo shikilia. Jambo la kwanza, wana wa Israeli wakiwa wana taarifa. Nisikilize, narudi nyuma kidogo, mstari na sura ya 3. Mungu alisikia kilio cha wana wa Israeli. Aliposikia kilio cha wana wa Israeli, akatuma mtu kuwakomboa. Na yule mtu alipoenda kuwakomboa, hakwenda bila ishara. Nilisema alikwenda akaonyesha ishara na maajabu ya kudhihirisha ukuu wa Mungu, jinsi ulivyo, na Mungu ambaye amemtuma ya kwamba yuko pamoja naye. Bwana asifiwe. Safari ilipoanza sasa, safari imeanza, wanatembea. Wanafika jangwani, wanaangalia mbele kuna bahari. Alafu wanaangalia kushoto, wanaona kuna mlima, kulia kuna mlima, hakuna pa kukimbilia. Alafu wanapoanza kuwaza kwamba turudi Misri, wanashangaa wa Misri wanakuja kwa staili nyingine. Ulikuwa unakaa na watu wameficha silaha zao. Walikuwa na silaha chache tu za kukusimamia ili ufanye kazi zao. Lakini sasa ulipoondoka, wanakuja na farasi 600 na magari ya chuma. Alafu wanakuja kupambana na wewe, na unaona vumbi tu inakimbia kule, na waliotumwa hujui wameambiwa wafanye nini. Biblia inasema wana wa Israeli walipoona hayo wakaogopa sana. Sikiliza Mwebrania wa leo, hata kama utaona mbele yako iko bahari, kushoto kuna mlima na kulia kuna mlima na nyuma kuna maadui, nataka nikwambie, rudi kajiulize kwanza, sauti ya Mungu ilisema nini juu yangu, na kwa nini nilianza safari. Ukijua sauti ya Bwana hautaogopa, maana akisema uabariki. Akisema Mungu uabariki. Sisi ndio tunabadilika. Mimi ndio nikageuka hapa nikawa mwimba balaa kwa mke wangu. Alafu kuna siku nishamwambia nakupenda wewe peke yako. Alafu huna mwingine, wewe peke yako. Nabadilika, nachafuka.
Mwanadamu anaweza kubadilika, sauti ya Mungu haiwezi kugeuka. Sauti ya Mungu haiwezi kubadilika. Mungu alianzisha safari, atatufikisha katika jina la Bwana. Hiyo safari yako lazima utoboe kwa jina la Bwana. Hakuna mtu wa kukushika shati wala wa kukuvuta wala wa kukusimamisha. Yesu atakwenda na wewe na utafika salama. Haleluya. Wana wa Israeli wanamuuliza, mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Mbona umetutenda haya? Musa, swali la kwanza kabisa Musa aliulizwa, je, hapakuwa na makaburi Misri ndio maana umetuleta tufie hapa? Swali la kwanza. Kama wao wanaandika andika. Swali la kwanza Musa aliulizwa. Nisikilize. Musa alikuwa anawaongoza, lakini ndio aliyekuwa anakutana na waswali. Alafu swali la pili ndio anauliza hivi. Swali la pili anauliza, anasema, mbona umetutendea haya? Maana yake wanamgeukia Musa, wanamlaumu Musa, kwa nini wewe umetutendea haya? Wewe Musa umekuja na uongo wako wa fimbo ile, alafu kazingua hapa Musa, unatuongoza kuelekea kwenye taa. Kwa nini umetutendea haya? Wakati huo Musa, nisikilize, sisi watumishi wa Bwana wakati mwingine tunapita kwenye mitihani kwa sababu Mungu ametuamini. Wakati huo Musa anaitwa na Mungu. Mungu anamwambia Musa, nimewaona watoto wangu na nimesikia kilio chao na nimeona mateso yao kwa ajili ya wasimamizi wao. Musa akasema, Baba, ninaomba usinitume, maana mimi sina maneno ya kusema na hata hawataniamini, na nikitembea mimi Mungu wataniona kama na Musa anakataa hiyo biashara. Sasa Musa amekubali, Mungu anamwachia hiyo biashara aodiwe yeye. Ndio mtu wa Mungu na mabili wakaambiwa nini? Wanaendelea kusema, neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema tuache tuwatumikie wa Misri? Je, Musa tukukwambia kwamba hapa tumeshazoea utumwani? Wewe kwa nini unatutoa utumwani? Sisi tumeshazoea kukaa utumwani. Hakuna haja ya kuendelea kutupeleka street kwa Kanani, eti nchi ya ahadi, eti nchi ya baraka, nchi iliyojaa. Sisi tumeshazoea hapa Musa. Kwani wewe kwa nini usituache hapa? Nisikilize nikwambie, sitakuacha maadamu sio wewe ndiye mtuma kwako. Na wewe unayefikiri umefika, Mungu wako anajua hujafika. Na kwa sababu haujafika, ameandaa njia ili wewe ufike. Na kwa sababu ameandaa njia, huyo Mungu aliyeagiza wewe uende kwa njia hiyo, ni lazima utembee katika njia yako. Maana njia yako ndio ina baraka zako. Hakuna mahali utauona mkono wa Mungu isipokuwa kwenye njia yako ambayo Mungu kaiagiza utembee nayo. Haleluya. Wakaendelea wakasema, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Sikiliza, kwa nini tufe hapa? Kwa nini tufe hapa? Misri tungekuwa kwa kule, tungezikwa sisi huko. Sasa wamesahau kwamba jamaa alikuwa mpaka na mifupa. Ameondoka naye. Hakuna mtu kuachwa Misri katika jina la Yesu. Misri sio mahali pako. Misri sio sehemu ambayo Mungu amekuweka. Maana Misri ni utumwani huko. Huko wewe ni utumwani. Na Biblia inasema wale walionipokea aliwafanya akafanyika wana wa Mungu. Na kwa kuwa umekuwa mwana wa Mungu, wewe sio mtumwa tena, ni mtoto wa kifalme. Na kwa kuwa ni mtoto wa kifalme, wewe huwezi kuishi utumwani. Maana utumwani hakuna tena nafasi yako. Haleluya. Mstari wa 13 anasema, Musa akawaambia watu, shikilia. Bwana asifiwe. Naomba demo hiyo sasa. Bwana asifiwe. Huu ni mchoro ambao nimeuendea haraka kutafuta. Nilitaka mchoro mzuri sana wa safari ya wana wa Israeli. Safari ya wana wa Israeli ilianzia hapa Ramsese. Sasa hapa tunapozungumza, hii ramani kidogo imechorwa, imekatisha hii hapa iliyokatisha huwa haijakata hii. Hii inaungana hii inaungana hii. Naomba niangalia. Hii inaungana hii. Sasa hawa watu wa Mungu tunazungumzia, tuko hapa Ramsese hapa, Sefosheni hapa.
Tuko hapa watu wa Mungu wanaona mambo yanaanza kuwa magumu, na uelewe kwamba hawa watu wanatakiwa waje huko juu huko, na safari yao inaanzia hapa kuja hivi, inakwenda hivi, inakwenda hivi, inarudi hivi, inakwenda hivi, na hawa wana wa Israeli wanatembea wanatembea. Nitakwambia siku nyingine walikuwa wanatembea muda mrefu kwa ajili ya nini, lakini leo ninaenda mahali fulani. Nisikilize nikwambie, wana wa Israeli walikuwa utumwani, na Mungu alipowaona wakiwa utumwani alitambua kwamba wanahitaji ukombozi, na kwa sababu wanahitaji ukombozi, Mungu akatuma mjumbe wa kuwaongoza ili waondoke kwenye mikono ya utumwa. Alipotuma ujumbe, Mungu hakuwa anabahatisha. Mungu alikuwa anataka wao waende nchi ya ahadi. Waende nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa nakwenda na mimi sawa sawa. Kama unanielewa weka mkono juu. Kama unanielewa weka mkono juu. Mungu tupige Bwana makofi. Sisi hao jamaa wakaanza kumlaumu Musa. Wanasema, Musa, kwa nini umetutenda haya? Kwa nini umetuleta mpaka hapa wewe Musa? Kwa nini unataka sisi tufie jangwani tukose hata makaburi? Kwa nini kule hapakuwa na makaburi Musa? Nisikilize nikwambie. Mstari wa 13 Musa anaongea hapo. Naomba unisome mstari wa 13. Musa anawaambia wana wa Israeli. Musa anazungumza na wana wa Israeli. Mwisraeli wa leo nisikilize nikwambie. Safari yako ambayo umeianzisha, Mungu anataka wewe ufike. Unachotakiwa kuelewa, Mungu ndiye aliyeanzisha. Musa akawaambia watu, siogope. Simameni tu. Nenda moja baada nyingine. Sikiliza. Kuna mambo ambayo nataka kama unayaandika kwenye safari yako wewe ambayo Mungu ameianzisha, kama unaandika. Jambo la kwanza, Mungu hataki uogope. Amen. Mungu anataka wewe uwe jasiri. Mungu hataki uogope. Maana hofu haitokani na Mungu. Hofu inatokana na shetani. Kwa Mungu hakuna kuogopa. Kwa Mungu sisi ni giant. Tunatembea tukijiamini. Tunatembea tukijua ya kwamba nilipo siko peke yangu. Wako malaika wanakwenda zamu kwa zamu. Maana Bwana ananilinda. Bwana ananitunza. Bwana yupo pamoja na mimi. Haleluya. Usiogope. Hofu haitokani na Mungu. Jambo la kwanza Musa anasema msiogope. Endelea. Jambo la pili anasema simameni tu. Simama. Stand firm. Neno la Kiingereza, ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema stand firm. Be concrete in the Lord. Hallelujah. Kusimama haimaanishi ulikuwa umekaa. Ulikuwa umekaa usimame hivi. Kusimama inayomaanisha na Biblia, maana yake ninajua ninakokwenda, ninajua ninalofanya, najua safari ilianzishwa na nani, najua ninatafanya nini. Wewe sauti unaokuja kaa pembeni, na wewe unayevunja moyo kaa pembeni. Najua ninakoelekea, maana aliyeianzisha safari yangu namjua, na amesema ameweka uwezo ndani mwangu, nina uwezo wa kwenda. Sema simameni tu. Simameni tu. Na mimi nakwambia simama tu. Na mimi nakwambia simama tu. Na mimi nakwambia simama tu. Hata kama kuna moto umewaka na watu wanaona moto wako ulivyowaka kama moto ambao wanaufurahia, nisikilize nikwambie. Unajua kuna watu wamejidanganya. Kuna watu wamejidanganya ndani ya nyumba ya Mungu. Ndani ya nyumba ya Mungu sio wote wanakupenda wewe, jiangalie. Sio wote wanakupenda. Naongea mchungaji wako. Nimeshiba mafuta na nimepakwa mafuta kwa ajili yako. Sio wote wanakupenda. Kuna wengine wanataka uanguke kiroho na wameokoka na wanakwenda mbinguni, ila wanataka wewe usiende mbinguni lakini wameokoka. Sio, unaelewa? Yaani kuna watu yaani ukasimama hapa kama mtu fulani ukafanya ya kwako hapa, na Bwana akashuka akapita humo. Alipopita humo watu wakakaa namna hii. Wakakaa namna hii watu wakakutana na mzee wa kazi. Wakakaa namna hii watu. Wakakaa namna hii, wao wataanza kukuangalia kijicho. Wanakuangalia kijicho maana hawataki mambo hayo yatokee kwako. Wanataka yatokee kwao maana wana selfishness ndani yao. Na kwa sababu hiyo hawakupendi, wanatamani ufe hata leo. Maana kama wanataka ufe kiroho, maana hata kimwili wanatamani ufe.
wanatamani wakuue kimwili pia, maana hawana tu uchawi wangesha kuua. Lakini nataka nikwambie, stand still, maana Bwana yuko nawe. Simama imara, maana Yesu anatembea na wewe. Oh, Musa akamwambia simameni tu. Neno zito, neno hilo zito, neno hilo zito. Na mimi nakwambia leo, hata kama watasimama watu 10, wewe uko peke yako, simama tu. Hata kama watasimama kanisa zima kinyume na wewe, nasema simama tu. Hata kama nitaanza mchungaji wako kusimama kinyume na wewe, sina mbingu ya kukupeleka. Nimetumwa kukuongoza njia. Na Musa hakuingia by the way, hakuingia Kanaani. Nataka uelewe, you can even preach to somebody, lakini huyo mtu akaingia wasiingie. Kwa hiyo I'm watching out on myself. I'm not a lay person. Ninaangalia mwenyewe ili na mimi nitutumilie mbele ya haki, niweze kuingia kwa Baba. Hallelujah. Tusitishane bwana, tuheshimiane. Mwambie jirani yako sinizoewe, usinichukulie poa. Mambo ya kuzoeana sio. Wakati mwingine unanizoea alafu unanichukulia poa. Najua nilikosimama na hatua zangu ninapokanyaga, usinifundishe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Simameni tu. Na mimi nakwambia simama. Simama tu. Yule aliyegeuza njia yako ulikokuwa unaelekea, akakwambia nimeona kilio, nimeona mateso, nimeona taabu. Wakati alipomtuma Musa alikuwa anamwandaa Joshua. Amen. Hakuwa anamwandaa Joshua kwa ajili yake, ni kwa ajili yako. Amen. Na Joshua akileta mbwembwe anapiga dafu lao, wewe safari ipo tu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana hakuna, yani vyovyote vile kwa vyovyote vile. Let come what may. Wazungu wanasema vyovyote na iwe, lazima wewe ufike unapokwenda, maada umesimama. Sikiliza, nikuongoze vibaya, nikuongoze kwenye njia zangu, na nikuhubirie pumba zangu, nitapigwa dafu lao mwenyewe, wewe safari ipo, atainuliwa mtu mwingine. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu haiangalii kofia ya mtu. Kanuni ya Mungu inaangalia unatembeaje, unaishije, umesimama wapi, unaongea nini, unafanya nini. Hiyo ndio kanuni ya Bwana. Mungu tumalizia. Anasema mkauone wokovu wa Bwana atakaoufanyia leo. Simameni tu. Simameni tu. Alafu jambo la pili na la tatu anasema mkauone wokovu wa Bwana. Sikiliza, kama unataka wokovu wa Bwana, jambo la kwanza Mungu anasema usiogope. Usiogope. Fear not. Fear comes from the devil. Unajua, ulipokuwa huwezi, alituma ujumbe uje kwako wa kukuwezesha. Na akakupa maandiko ya kusimamia. Tazama, imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yametoka, yamekuwa mapya. Niliitwa mlevi, nimekaa pembeni. Nikaitwa kahaba, nimekaa pembeni. Nikaitwa mchawi, nimekaa pembeni. Nikaitwa mwongo, nimekaa pembeni. Nikaitwa msengenyaji, nimekaa pembeni. Nakaa pita. Tazama, amekuwa mapya. Na mapya yanapokuja, nisikilize. Mapya yanapokuja hayaji. Twende mzee Isaya. Mapya yanapokuja yanakuja na uzao. Mapya yanapozaliwa, yanapokuja yanakuja na uzao. 43:18. Isaya 43:18. Yanakuja na uzao. Hayaji vivi. Haitokei. Yanakuja na uzao. Sema katika jina la Bwana. Karibu 18 Isaya. Msiyakumbuke mambo ya kwanza. Sikiliza. Usianze kuwaza habari ya Misri wewe. Usianze kuwaza kule ulikokuwa ukafikiri kulikuwa kuna nafuu. Hapana. Ni vile tu hujaelewa kwamba unatakiwa
msiyakumbuke mambo. Anasemaje tena mzee? Mstari wa 19. Wala kuyatafakari. Hata kuyatafakari Biblia ikuhusu. 19. Tazama nitatenda neno jipya. Sikiliza, nimesema Mungu anapokutoa utumwani anazaa kitu kipya. Na kitu kipya kinachozaliwa akizaliwi kwa ajili ya kukuangamiza, akizaliwi kwa ajili ya kukutesa, kinazaliwa kimleta utukufu yeye. Nisikie mimi leo shiba. Amen. Nisikie nyingine leo shiba. Kinazaliwa kukuletea heshima. Sikiliza, ulikuwa mtumwa wewe, unaitwa mtumwa, na ulikuwa mtumwa kweli kweli, na ndio maana vitu vyako vilikuwa viendi, ukaitwa mtumwa na ukaishi kama mtumwa na ukatumwa ukasimamiwa. Sasa unasimama wewe, ndio maana nakwambia simameni tu. Yeye anakuongoza kwa njia. Malizia mzee. Malizia. Chungaji sasa. Malizia. Mstari wa 13 namaliza, anasema kwa maana hao wa Misri mliowaona leo maadui zako, na mimi nakupa hii, maadui zako hautawaona tena kwenye njia yako. Amen. Mstari wa 14 anasema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atakupigania wewe. Sikiliza. Hebu naomba unisikilize, naomba unisikilize. Kila raia nisikilize. Bwana atakupigania, sio wewe utajipigania. Bahari unayoiona Mungu atakupigania, sio wewe utajipigania. Jangwa unaloliona Mungu atakupigania, sio wewe utajipigania. Mabaije wewe una matatizo makubwa kwa sababu umeshakuwa na ushuhuda kwa ajili ya Mungu. Kwa nini usielewe kwamba Mungu yuko pamoja na wewe? Hiyo bahari unayoiona unafikiri Mungu aliiumba bahari? Soma uumbaji kwanza kabla wewe hujaanza kutenda mambo mengine. Uelewe kwamba kila kilichowekwa na Mungu duniani kimeumbwa na Mungu. Na kwa mamlaka za Mungu umepewa mamlaka ya kumiliki na kutawala. Na kwa sababu hiyo, nataka nikwambie wewe utajipigania, atakayekupigania ni Kristo mwenyewe. Ni Kristo mwenyewe. Ni Kristo mwenyewe atakayekupigania. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Watu wengine wanateseka, wanahangaika. Sikiliza nikwambie, kuna watu wanapenda kunung'unika, nipe hiyo mtete. Sasa hii sikuwa na ubiri leo hii, ngoja tuniseme kidogo. Alafu wakati huo tunakwenda kwa. Naomba hiyo kichiko. Umeelewa? Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati kama sikosei 13 usisome. Usisome, labda kama unaandika andika tu. 13 utaona njia ya wana wa Israeli iliyokuwa nyepesi ilikuwa ni njia nyepesi ilikuwa ni, lakini Bwana hakuwaruhusu wapite kwenye njia hiyo. Hilo somo la kuja. Bwana anipe neema. Bwana anipe neema. Bwana anipe neema. Amen. La safari ya wana wa Israeli. Nataka kufundisha safari ya wana wa Israeli. Kuna watu wengine wananung'unika sana huko wako ndani ya nyumba ya Mungu. Huwezi kumwona Mungu ukinung'unika. Huwezi kumwona Mungu ukiwa na machozi ya manung'uniko. Na ndio maana wakati mwingine unaenda kwenye maombi, unaingia kwenye maombi, unasema nakwenda kuomba maombi ya vita, unaenda kulia. Unalia yani masaa matatu unalia. Alafu ukimaliza kulia unasema niliomba sana leo. Ulikuwa unalia hata usemi chochote. Unalia kamanda mume wako labda akakukanalizia mwiba fulani. Umekanalizwa tu. Umezama. Ulipozama ukasema wewe ndio ukutani, nipeleke mbele baba. Ukunipeleka. Wewe ulikwenda kulia. You consumed your time without knowledge. Lazima uelewe kuomba na kulia kuna utofauti. Kuomba tunapeleka hoja. Hoja zetu nazijulikane kwa Bwana. Sio kulia. Kulia ni pati ya kujaa, kufurika, kufurahi ndani ya, lakini una hoja. Kamate Bwana kwenye hoja. Siku moja nikasema mtu mmoja alikuwa naomba kumlilia Mungu. Nikamtaja ni nani, lakini yuko hapa. Alikuwa anamlilia Mungu. Halafu hatendewi.
Kila anapoomba atendewi. Bwana akampa hekima, akamwambia wewe uombi. Wewe unakuja kulia wewe. Maana unalia hata sikuelewi. Unataka nianze kusearch moyoni mwako. Nijua batani yake ni ile. Mungu hataki kuexplain. Mungu anataka ueleze hoja. Hoja zako zijulikane kwa Bwana. Yule mtu akaomba. Alipoomba akapata majibu. Majibu aliyokuwa anayakosa. Akamwinukia Bwana. Akamwambia wewe Bwana, nimesha kuomba muda mrefu sana haujanitokea. Na neno lako linasema wazi wazi kwamba ahadi za Bwana zilikawia zinavunja moyo. Wewe unataka kunivunja moyo kama mimi mtumishi wako unataka kunivunja moyo. Wengine utawavunjaje moyo? Wewe Bwana uvunjaji watu moyo wewe. Hili neno lako lisema kwa sababu unajua wewe uvunjaji watu moyo. Sasa mbona unanivunja moyo? Kamwambia neno si hili hapa mzee. Neno hili hapa. Unajua wakati mwingine unamuona Mungu kama hayupo yuko hapa. Neno hili hapa mzee. Angalia neno lako si hili hapa. Hili hapa neno mzee. Angalia neno hili. Unasema ahadi za Bwana zikikawia vunja moyo. Moyo huugua. Tena natumia neno moyo huugua. Mithali ngapi? Wasoma Biblia. Mithali ngapi? Hata wanasia hizi sina hapa Mithali ngapi? Gonga tano mwana. Gonga tano. Isimama la. Kakomoa kanisa siku. Bwana asifiwe. Mithali ngapi? 13. Soma. Naomba nisomewe. Maana watu wengine wanafikiri haya mambo yanazungumzwa tu. Mithali inasema kilichotarajiwa kawia kuja. Kikikawia kuja moyo uugua. Ikipatikana bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Ni mti wa uzima. Bwana asifiwe. Moyo uugua. Ukimpelekea Mungu wako maneno yenye nguvu, kamwambia hili si ninalo neno lako hili nalo si neno lako Baba. Moyo wangu sitaki uugue kwa ajili ya jambo hili. Nataka unitokee, nataka utende, nataka ufanye, nataka uthibitike, nataka uonekane, maana wewe ni Mungu. Haleluya. Tunarudi pale kwenye somo, kwa nini watakatifu wanateseka? Kwa nini watakatifu wanateseka? Katika vitu vikubwa sana ambavyo watakatifu wamepata pigo, shetani kazuia wasifungue Biblia. Shetani kakuzuia usifungue Biblia. Unaweza kumaliza wiki nzima hujasoma, lakini ufahamu utajiri wako na heshima na kila kitu na utukufu wote uko ndani ya neno. Kwa neno ukageuka ukasema, Baba, ninakuitia wewe kwa sababu neno lako liko hai. Na wewe umeniambia Bwana kwenye neno lako ya kwamba wewe ni Mungu unayejibu. Ni Mungu ambaye wewe kwako hakuna kisichowezekana. Yote yanawezekana. Yaani unakwenda kwa hoja za neno. Wengine hapa mnaombaga mpaka mnawalani wengine. Baba, wewe umemwona yule mzee. Yule mzee ananifuatilia sana baba. Baba, mimi nakwambia, wewe shughulika naye tu. Shughulika naye. Baba, shughulika naye. Baba, shughulika naye. Shughulika naye. Kwa nini unifuatilia mimi tu? Kwa nini mimi tu? Mimi baba siwezi. Siwezi na mimi. Najua. Yako ni mzee. Baba, shughulika naye. Wewe ndio unaanza kupandisha mwana wako. Chumba cha maombi ni chumba cha siri kilichobeba mambo ya ukuu na kilichobeba mambo ya mipango, maana sio chumba cha kawaida. Haleluya. Wana wa Israeli walikuwa ni watu wa kusafiri umbali wa siku 11. Only 12 days.
Lakini walisafiri muda wa kutosha. Miaka mingapi? Miaka mingapi? 40 years. Mungu anawaandaa na watengeneza. Unajua Mungu alikuwa anajua ya kwamba wana wa Israeli walisha hesitate. Unajua safari ilianzia hapa. Safari inatoka Misri inakwenda Kanaani. Kanaani ni pale. Hapo ni Kanaani. Sasa hao wana wa Israeli watakuwa toke hapa, waje hapa. Waende kwa Kanaani. Lakini hawa wajamaa walipoanza kuteseka hapa, wakaanza kuhesitate, wakaanza kutaabika, wakaanza kuhangaika, wakaanza manunguniko, wakakosa furaha tena. Mungu akasema nikiwapitisha hapa hii wilderness ilikuwa imejaa Philistines, walikuwa wamejaa watu wapiganaji hapa. Akasema hapa watapigika. Hawa watapigika wote. Sitawapitisha hapa kwa sababu wamejaa manunguniko, wamejaa kurudi nyuma, wamejaa hali za kutokuamini tena. Wanamnungunikia Mungu na Musa. Na mimi naona wanahitaji matengenezo. Wakaanza na matengenezo. Sasa kama uko kwenye matengenezo, tulia kwenye matengenezo. Matengenezo yakaendelea. Wakaja. Mungu akaenda nao. Akafika hapa Ezion Koba. Akaenda nao hivi. Akaona imeanza kuwa karibu. God is so very. Yeah. Kuna watu mnapita huko. Nataka nikuonyeshe njia ulionayo. Mungu akaja nao hapa. Kuna mahali ulikuwa unataka kwenda. Sasa kuna kamzunguko kwa sababu ya njia, yani vile ulivyosimama. Vile ulivyo. Akaja nao. Mungu akasema wapinde kidogo. Unajua kupinda hivi usifikiri ni dakika sifuri tu anakata. Unajua watu wengine wanaweza wakaanza kuangalia madhabahu. Wanasema wanakatiza hivi kwenye madhabahu. Hii ni safari. Yaani ni miaka 40. Si kama unanielewa? Amen. God in good years ndani ya siku 11. Wakaja hapa Mungu akasema hawa jamaa wameshakamilika, wakienda moja kwa moja noma. Ngoja wakarudisha tena. Wakaenda mbona bado hawa? Ngoja niwapigishe hii kidogo. Wakapelekwa, alafu walipelekwa wakarudishwa ngoja wazunguke kidogo. Alafu ndio wakaingizwa nchi ya ahadi. Sasa siku moja nitafundisha kwa habari ya safari ya wana wa Israeli. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisikilize nikwambie. Mungu alipokukomboa, hakukukomboa akakuweka kanisani wewe uendelee kuwa mtumwa. Usiishi kama mtumwa. Watu wengine wanakuwa mnyonge mpaka kwenye vitu vyako. Yaani nguo yako yenyewe ya kuvaa haikutii. Yaani nguo ya kuvaa ukivaa nguo, yaani nguo ukivaa, yaani nguo yenyewe haikutii, haieleweki kama huyu ndio mwenye nguo. Simama! Bwana amekuamini, na kwa kuwa Bwana amekuamini, usiyumbishwe na kitu chochote. Simama na Bwana, na Bwana yuko na wewe, na utavuka katika jangwa, utapita ndani ya bahari, utavuka. Mungu akafanya moyo wa mtesi wako kuwa mkuu. Farao kaangalia wana wa Israeli kusema, kwa nini tumewaachia? Sikiliza, wakati mwingine unapokutana na majaribu yanakuwa magumu zaidi, hapo ndipo unapotaka kuvuka. Ndio. Simama tu. Kaona ukombozi wa Bwana. Simama tu. Jamaa akasema tuelekee wapi? Musa, mambo gani? Musa, umetufanya nini? Umetuelekeza mambo gani? Umetufundisha nini? Ulituambia wewe Mungu ni Mungu wetu na baba yetu na atatuongoza vizuri. Tumeteseka sisi. Sasa mmesahau mlikuwa mnakula msichopanda. Walikuwa mnaletewa mana. Wanapewa chakula wasichojua kimetoka wapi. Njiani. Mana inashushwa. Mmesahau. Bwana Yesu asifiwe. Farao akaanzisha safari. Alipoanzisha safari, Mungu akasema na Musa, akamwambia Musa, wewe jamaa naye kuja asikubabaishe. Na watu wako wasiogope. Jambo moja. Tena kama ulivyokuwa unafanya mambo kule. Gusa tena kwenye maji haya uone moto. Mungu atakufundisha kufanya. Amen.
Katika mimba unayopitia Mungu atakupa maelekezo ya kufanya. Katika ugumu wa maisha unayopitia Mungu atakupa maelekezo ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Musa alifanya nini Musa? Alifanya nini? Alifanya nini fimbo? Maji akafanya nini? Tatizo unajua kusoma lakini hujui kuishi. Unasoma tu. Musa akatupa fimbo. Alipotupa fimbo, maji yakatawanyika. Maji yalipotawanyika, bahari nayo ikatawanyika. Ukawa mlima huku na mlima huku. Alafu wanaweza katikati yao walipovuka katikati yao wakaja wanisi. Walipofika wakaingia wote huko. Walipoingia bahari ikajifunga. Bahari ilipojifunga wanaweza ndio kaeka na kambi. Soma neno la Mungu kama neno lako wewe ambalo lina imani la kukumbusha, la kukupeleka kwenye ahadi zako. Wewe ni Mwebrania wa leo na safari yako ni kwenda Kanaani ya mbinguni. Haleluya! Ishi kama mtu wa agano. Amen. Ishi kama mtu wa ahadi. Usiishi kilele mama tu. Unaingia mahali wewe unakuwa mdogo kuliko wote. Tatizo humtambulishi yule anayekuongoza. Unajua wana wa Israeli waliongozwa na nini mchana? Eloza pila. Nguzo ya nini? Ilikuwa ni wingu la mchana, lakini usiku moto wa nini? Nguzo ya moto. Ili wamulikie wasipotee. Na usiku na mchana wingu la Bwana lilitangulia. Sasa unajua wingu lako ni lipi unalotangulia? Wingu lako ni ukishaingia mahali hawakujui wewe kama umeokoka. They don't know you. Wanakujua tu kwamba wewe ni fulani na ila fulani. Na jina lako lilivyo zuri, unalitaja vizuri kweli. Yes, my name is Nay. Bwana asifiwe. Sawa, unaitwa Nay. Kabla ya Nay waambie Bwana asifiwe. Barikiwe sana. Unapokwenda kuomba kazi, unakwenda kuomba kazi, unamkuta bosi pale, mwambie Bwana asifiwe bosi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, nimepata wito wenu na washukuruni sana. Huyo bosi hata kutongoza atajua huu ni moto usiotimika. Maana wingu la Bwana liliingia kabla wewe hujaingia, na wingu la Bwana likiingia hakuna wa kuliondoa. Moto wa Bwana ukiingia hakuna wa kuuzima. Haleluya! Unafika babosi, unafika mambo kumbafu. Haya mambo usiitwa kweli kwa baadaye kwenye kutongoza. Kaka, habari yako? Mambo nipata wito wenu, nimekuja na mimi kaka niletee simu zangu. Kaka nani vile? Mimi Amnei. Baadaye lazima uitwe ukapewa instruction za namna ya kujiunga kazini. Lazima uitwe baadaye. Baadaye lazima uambiwe baada ya kukutana sehemu fulani ili zile fomu zako nishafikia. Kuna vitu vichache vya kuzungumza na wewe. Nikute Rose Garden. Na miaka miwili sina klasi. Hivi hapa mwezi huu ufate unaokuja huu. Odi na nani? Acha. Kwa sababu huyu ni mwizi, hana Mungu ndani mwake, anatangulia yeye. Mtu mwenye Mungu hawezi kukuita huko. Anatangulia yeye, anakaa pale. Alafu unamkuta anakunywa safari la gari. Hai kaka. Alafu nafika pale mlokole. Oh, mambo kaka. Shauri vipi? Safi tu. Karibu sana.
unajua sisi tunakunaga hivi vitu. Samani kama wewe utumii samani, sawa eh? Ila glasi mbona amani mimi ndio nani? Ndio sio wale kampuni. Mbona amani kabisa. Alafu anachukua funguo zake za gari ya kuazima pale, anazigonga na mkopo. Anagonga funguo zake anaweka upande. Sisi zilikuwa mezani hapa. Si usiache hapa mezani. Unaachilia mezani. Acha huko ziko salama. Anachukua anaweka upande huko ili akuonyeshe kwamba yuko vizuri kikazi. Alafu anachukua simu yake. Kiangalia simu ina tobo moja limezunguka hivi. Kama mtu alipeleka kidole hivi akagusa akaacha. Alafu hilo tobo kuna sehemu nyingine na kama epo hivi. Unaona? Huyu jamaa anatembea simu ya milioni 2. Milioni 2 hata mimi nilipiga magoti nikapewa, ilikufa juzi tu. Sio zote zinanunuliwa. Alafu kisha kabla anaanza kukwambia dada, masharti ya kazi yote mimi naona wewe uko sawa. Lakini mimi nafikiri kama mambo unajua, unaelewa, mjini hapa. Unajiongeza na mimi najiongeza. Kaka jamani, lakini kaka jamani. Sasa huwezi kusema umeokoka mpaka wingu alikwenda kabla yako. Ule moto, ile pillar, the pillar of fire. Ile nini? Nguzo ya moto haikwenda kabla yako. Iende kumulika. Yaani wewe umekwenda umekuta giza lipo. Na kwa sababu giza lipo, wewe unaliishi giza. Alafu anakuambia dada, Dar es Salaam hii wadada wote unaowaona wanapata kazi kwa namna hizi. Wewe peke yako ndio ndako unanipa basi kama Dar es Salaam yote. Maana yake na hata wale wengine nao wajuaga ambao anaanza kuwaza wale usali nao. Wanaosali na wewe wenzio hawajalala huko. Amina. Aliomba. Walitanguliza nguzo ya moto ikaingia ikamulika. Ilipomulika walipoingia yule jamaa anatetemeka. Alafu nafika pale, jana amelala kwenye poto na wewe. Bwana asifiwe. Unajua watu wengine wanafikiri wakisema Bwana asifiwe na nyuma kazi. Mbafu. Unajua mpumbavu afundishiki. Una akili. Umtangulize Yesu akunyime kazi. Si unamrudia. Unamwambia kwani wewe uliyesema utanitangulia na malaika zako watatangulia mbele yangu. Wewe ni Mungu gani ambao mimi sikuoni? Wewe si ndio Mungu unayesema na mimi nakujua. Na nimekuthibitisha maisha yangu ni ushuhuda. Tawala. Ameniambia sitapata kazi. Tawala. Mfukuze kazi yake mwingine anipate kazi. Alafu unaishi kwa ujasiri. Na Bwana anafanya kwa ujasiri. Maana Mungu wako ni Mungu ambaye anatawala na kumiliki. Haleluya! Una compromise sana. Kazi unayo wewe, Mungu alikuamini. Amekuita akakupanda nyumbani mwa Bwana. Biblia inasema waliopanda nyumbani mwa Bwana watastawi katika nyumba za Mungu wao. Watakuwa utongo na kana ubishi hata wakati wa uzee. Ili watangaze kuna kitu cha kusema. Amen. Kuna wengine wanakuja kushuhudia kama kuna dada mmoja Kinondoni alisimamaga siku alikujaga siku moja kushuhudia, nikamwambia mpumbavu sana na kuzalisha. Ushuhuda gani wa kijinga huo? Eti nimeenda kuomba kazi, yule bosi akaniita, aliponiita, yani kaambia bosi unanipeleka, alafu nikawa naenda. Basi. Unaelekea wapi? Huyu anakuitia chumbani kwa ajili ya mambo gani? Tena amekushikilia. Kazi gani za kushikilia? Alafu anasema, yule bosi nilishoshangaa akaanza kunishika. Unashikwaje na ulishikwa wapi? Maana mambo mengine unashuhudia hapa alafu utakuuliza maswali. Unasimama eti akaanza nilisimama pale shule, nilisimama nikaenda nikamwambia lete mic. Lete mic. Tani nikachukua mic nikamwambia tukakaa. Alafu nikasimama nikasema, huu sio msimamo wa lokole. Huyu bado huyu. Huyu hajaokoka bado. Bado anahitaji mafundisho ya kukulia huko. Mafundisho ya kukulia huko, waliookoka huwa washikushiku. Ndio. Msimamo wakisha kuwa nasimama, dunia inajua. Na dunia kijua, wanajua ndani yake. Kwa sababu wamesimama kwa ajili ya mbinguni na kwa ajili ya dunia. Na dunia inatambua. Wewe unasema kushuhudia, baada ya kushuhudia na hii.
Wakati huo sina hata basketi. Nilipewa hali ya hapo Kinondoni. Nikaambiwa chukua hii gari na kuzawadia. Aliyekuwa ananizawadia nikamwambia, sikiliza nikwambie, ni kweli unanizawadia gari, lakini ukinipa gari itageuka kwa jeneza letu, kwa sababu dakika yoyote ukinipigia nitatakao kusipokea. Na mimi na kiburi. Bwana asifiwe. Amen. Unajua unapokuwa na kiburi kwa ajili ya Yesu ni raha sana. Amen. Kwa ajili ya dunia. Dunia inakwambia hivyo ugeuki. Uisikilize. Nikamwambia dada, sikiliza, mimi hata nikichukua hii gari, simu yako sitapokea. Alafu nisipopokea simu yako, jumbe zangu utasikiliza. Na usiposikiliza jumbe zangu maana yake nimekupoteza. Sasa kuliko hii gari tuangamize, hii gari chukua mpelekee baba Askofu Swai. Mimi nitaiomba kupitia yeye. Wewe unasema unabarikiwa na huduma, maana Mkwara alinijia, nabarikiwa sana na huduma yako. Mkwara. Bwana akaniambia jeneza hiyo. Alafu nilipomwambia hivyo, yule dada akamwambia peleka kwa askofu. Mimi nitaiomba kupitia yeye. Akanifyonza, alafu akaniambia utakufa maskini wewe. Nikamwambia wewe dada. Hiyo laana mimi haiwezi kunipata. Maana mimi ni mbarikiwa. Nilikuwa kwenye laana jalalani kwa shetani. Huku naitwa mbarikiwa. Alafu kwa taarifa yako, mimi nikifa sina haja na kwenda mbinguni, na hiyo ni baraka. Yule dada akaniambia, wewe umetoka sina nini? Nikamwambia sikiliza, sasa nataka nikusaidie. Mwanzo 49:6. Ruben alimkosea baba yake. Alipomkosea akalaaniwa. Maneno laana nataka kuambia habari zake. Alipolaaniwa na baba yake, Kumbukumbu la Torati 33:3, Ruben ambaye alilaaniwa na baba yake, Musa anamfungua Ruben. Anasema Ruben na asife bali aishi, maana baba yake alilaani afe. Lakini nani Musa mtumishi wa Bwana akamfungua. Nikamwambia kama ulivyonena, kama sitafunguka leo, Bwana atatuma mjumbe wa kuja kunifungua ili nisife maskini, nipe tajiri. Maana kwa neno lako sio mwisho wa maisha yangu. Haleluya. Yule dada tuliendelea kuwa watu ambao si wazuri sana. Nikaona isiwe tabu, twende kwa bishop. Mambo mengine huo unayaleta ofisini tukusaidie. Unakomaa nayo sana mtaani, wakati mwingine anakulemea. Huo unaleta ofisini tukusaidie. Na wengine hawajawahi kukanyaga ofisini pale toka nimeingia. Sio unaendaga kwa mchungaji nani wewe kukufundisha na kukufunda. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na siku moja nitapiga rokoa wale ambao hawajawahi kuja kuongea na mimi. Nitapiga rokoa siku moja. Bwana asifiwe. Amen. Yule akaendelea na fujo zile. Na hali hiyo ikawa ngumu sana. Nikasema ngoja tusaidiwe. Nilipompeleka kwenye kusaidiwa kwa askofu, baraza likakaa. Askofu pamoja na mimi na yeye pamoja na mama yake. Maana yeye umbrella yake ilikuwa mama yake. Alikwenda kwa mama yake akasema mimi nilitoa cheerfully. Alafu huyu akanitafsiri mimi vibaya. Sasa nikamwambia kama mimi nikutafsiri vibaya, ya nini kugombana? Mimi nikakaa gari tena kwa heshima kubwa. Nikakwambia gari hii itatutrap. Utakaponipigia saa 8 za usiku unaniambia bwana nimekwama mahali. Huo unajiongeza. Huo unaambiwa tu ujiongeze. Unafikiria baraka hii ya leo kesho ina madhara gani? Na kesho ina faida gani? Maana mimi aliniambia chukua, alafu nikawaza ikitokea amenipigia saa 7 usiku. Ananiambia Pastor Pasco, nimekwama Kawe na sina msaada. Can you please help me? Nitawasha gari kwenda Kawe. Alafu nitamkuta Kawe, kweli kapaki labda kama ni gari. Kashaamua tu kutoa hata 10 minutes. Alafu gari iko pale haina. Kashaita na mlinzi. Ananiambia basi it's okay. Ngoja mlinde alinde, kesho nitaagiza dereva wangu. Please give me a ride to home. Hey. Nimpeleke nyumbani. Maana yake kinachofuata saa 7 usiku kwenda saa 8 sasa. Akae hapa tuelekee nyumbani. Anapokaa hapa tunaelekea nyumbani. Mimi ni mwanaume, yeye ni binti.
usiku wa manane. Na nina gari leo nunua yeye. Nikifika nyumbani naambiwa kuna kamzigo kangu kalikuwa tafadhali nisaidie kubeba. Utakabeba. Utaingia nako ndani. Utaingia nako ndani. Ukiingia nako ndani utakatua alafu pastor, tafadhali naomba tumshukuru Bwana. Wewe mshawishi. Nilisema juzi hapa Jumapili moja, Shetani anatumia namna zote kutaka kukuangamiza. Wewe lazima uwe macho, usimame imara, usione mwamba, usione mlima. Simama hapo. Hebu unaposimama mwambie Bwana, ninataka kusafiri na wewe. Mwambie Bwana, ninataka kusafiri na wewe. Mwambie Bwana, ninataka kutembea. Mwambie Bwana, ninataka kushika na wewe. Mwambie Bwana, nataka kuonekana katika nyua zako. Mwambie Bwana, nataka kukuona wewe katika maisha yangu. Hata kama kuna mahali uliharibu, usinichukie, usiugue moyo. Yesu anasamehe. Yesu anasafisha. Yesu anatakasa. Yesu anarehemu. Yesu ni mwema sana. Ameleta neno hili ili uwe salama. Ameleta neno hili wewe ukombolewe. Wewe uwekwe huru. Neema ya Bwana itembee katika maisha yako. Haleluya. Funika macho yako. Funika macho yako. Funika macho yako. Kaka sana na makaya. Ni mambo gani yanatokea katika safari yako? Yanakuvunja moyo na kukatisha tamaa. Ni mambo mangapi yanatokea katika njia unayopitia? Yanakuvunja moyo na kurudisha nyuma. Unatamani kuanza kurudi ulikotoka. Unaona maisha ya kule yalikuwa rahisi, maisha ya kwenye wokovu yalikuwa ni magumu. Shetani anaanza kukuhubiria hali hizo na zinapita katika moyo wako. Mwambie Mungu, nimetambua ya kwamba ni wewe ulianzisha safari, na kwa wewe nitashinda safari yangu. Na kwa wewe nitafika ninakokwenda. Na kwa wewe hakuna jambo litakuwa gumu kwangu tena. Mwambie Bwana, niko mbele zako, nisaidie. Nitembee katika neema. Nitembee katika ukombozi. Tisia. Mazingira yanakutishia. Usirudi nyuma. Songa mbele. Yesu yuko na wewe. Neema iko na wewe. Mkono wa Bwana uko na wewe. Mungu wa Mungu. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. Yeah, yeah, yeah.